Ubora katika maisha ya Kikristo. Danieli sura ya 6. Somo hili ni somo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya kila mmoja. Unafahamu watu wengi huwa wanapenda vitu bora. Watu wanapenda mambo ambayo ni bora. Watu wanapenda kuwa na wachungaji bora. Watu wanapenda kuwa wafanyakazi bora. Watu wanapenda kuwa walimu bora, wanafunzi bora. Tunahitaji kuwa na huduma ambayo pia ni bora. Tunatamani kuwa na kanisa ambalo pia ni bora. Chochote kile, ubora huwa ni muhimu katika maeneo tofauti tofauti. Lakini wakati mwingine kuna maeneo ambayo hata kwenye mambo ya serikali watu wanataka tuwe na huduma bora serikalini. Watu wanataka tuwe na mashule bora, zahanati bora, vitu ambavyo ni bora katika maeneo tofauti, vyuo bora, vituo bora vya afya, vituo bora vya polisi. Kwa hiyo ni somo ambalo ni muhimu sana. Danieli sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tasoma. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Wanze tena mstari wa 1 mpaka wa 3. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kuna mfalme mmoja, na huyo mfalme Biblia inamtaja kama Dario. Yeye mfalme alikuwa amepanga kuweka maliwali 120. Ni viongozi ambao watatawala katika ufalme wake 120. Ingekuwa ni katika nchi kama Tanzania, labda tunasema ni wakuu wa mikoa, labda 120 katika nchi nzima, katika ufalme wake. Na maandiko yanasema hivi, na katika wale 120 akaweka wakubwa 3. Yaani kuna 120 kama viongozi, alafu juu ya wale 3, juu ya wale 120 kuna 3 ambao ni wakubwa wao. Na katika hao 3 Danieli alikuwa mmoja wapo. Na unajua katika wale 3 na wale 120 wote walikuwa ni viongozi, na Danieli alikuwa mmoja wapo katika wale 3 wakubwa kwa wale 120. Kwa hiyo katika wale 3 pia Biblia inasema Danieli kwenye mstari wa 3, nataka tusome wote. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Turudia hayo maneno. Hii sauti haitoshi. 1, 2, 3. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Turudi hapo. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Turudie tena. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Biblia inasema naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana asifiwe sana. Ni ajabu. Ni ajabu. Penye watu 120 unaonekana wewe bora kuliko wengine. Lakini pia wanapochaguliwa 3 wasimamia au 120, bado wewe unapata sifa bora zaidi kuliko hao wengine. Na unapoendelea utagundua kwamba kuna mambo mengi. Danieli alikuwa mwaminifu, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa na vitu fulani, alikuwa na vitu vya tofauti kidogo. Unafahamu roho bora ni roho ya kipekee. Unapohitaji kuwa na maisha bora, unapohitaji kuwa na kazi bora, unapohitaji kuwa mfanyakazi bora, unapohitaji kuwa mhudumu bora, roho bora ni kitu cha kipekee sana katika eneo la maisha yako. Mara nyingi wengi tunakosa hii. Nitakueleza baadaye kidogo. Miaka ya nyuma
Nakumbuka tulikuwa na binti mmoja hapa kanisani. Na tulipokuwa na yule binti, yule binti alitokea Dar es Salaam. Na pale Dar es Salaam alikuwa ameolewa na mwanaume mmoja. Lakini yule baba alikuwa ni mwizi. Alikuwa ni jambazi, ni mwizi. Lakini huyu binti alikuwa amejua mwanzoni. Alikuja kujua baadaye hiyo story. Alikuja kujua baadaye. Lakini wakaishi kama mke na mume na wakazaa na mtoto. Na walipoishi kama mke na mume baadaye kuna mambo yalitokea. Alikuwa ni mtu wa huku juu huku. Kuna baadaye alikuja huku juu. Na alipokuja huku juu akawa ni mgonjwa, lakini pia mume wake amekamatwa, amefungwa gerezani. Na huyu binti akaja hapa kanisani akiwa na matatizo mengi. Kwa akahitaji tumwombee na apate uponyaji. Na unajua tukamwombea. Watu wa upande wa juu wanaweza kumkumbuka huyu binti, wale ambao walikuwepo miaka ile. Kwa hiyo tukamwombea na binti ile kafunguliwa, akaponywa kabisa. Alipoponywa hakuwa na fedha, hakuwa na dhahabu, hakuwa na chochote, lakini aliazimia kumshukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji ambao amepata. Lakini je, anafanya nini? Hana fedha, hana kazi pia. Na unajua hakuwa na chochote. Kwa hiyo binti alichofanya, akapita akiomba kwa washirika wengine. Lakini akapita pia akiomba kwa watu ambao hawajaokolewa, watu wa mataifa kabisa. Anasema kwenda kwake, anasema mimi nimeponywa na Mungu, nataka kumshukuru Bwana. Kwa hiyo naomba unisaidie chochote kama naweza kupata kama sadaka ya shukrani. Na unajua Mungu akampa kibali. Kwa nini? Kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake. Haleluya. Akapata ndizi, akapata maparachichi, akapata maembe, akapata. Siku alipokuwa anakuja kumshukuru Mungu, watu waliokuwa wanatoka maeneo ya huku juu ndio waliobeba hivyo vitu. Ni vitu vingi vilipatikana. Bwana asifiwe sana. Na unajua akamshukuru Mungu kiasi kwamba hata wachungaji hatuweza kuvitumia. Baada ya ibada, baada ya kumshukuru Mungu na kumkabidhi kwa Bwana, tulianza kusaidia watu wenye mahitaji kupitia vitu vile. Bwana asifiwe sana. Tulisaidia watu walikuwa na mahitaji ya chakula, walikuwa na mahitaji mbalimbali. Vitu vile vilitumika, ni vitu vingi. Yaani ukiviweka kwenye pickup au kwenye hizi kirikuu, inajaza kirikuu kabisa. Lakini kinachotokea nini? Ni roho bora. Hebu sema roho bora. Sema roho bora. Roho bora ilimsaidia Danieli akapata cheo. Roho bora ilimsaidia Danieli akapata nafasi. Roho bora ilimsaidia Danieli akaenda katika viwango vingine. Roho bora itakusaidia pia katika ndoa yako, itakusaidia katika kazi yako, itakusaidia katika biashara, itakusaidia katika yale unayoyafanya. Ilimsaidia Danieli, yaweza kutusaidia na sisi. Ilimsaidia huyu binti. Huyu binti alikuwa ni binti wa ajabu ambaye nakwambia habari zake. Mara nyingi nakwambia, hata katikati ya wiki nimekupa shuhuda za watu ambao walisali hapa na wengine wapo na mambo yanayotokea. Huyu ni binti mmoja wapo. Na unajua hata kujua mwanzoni kwamba mume wake ni mwizi. Lakini alijuaje? Siku moja, kila siku jioni alikuwa anamuona mume wake anatoka. Na akitoka narudi usiku wa manane au harudi, atarudi kesho. Akawa ajui anafanya kazi gani na mambo mengine kama hayo. Sasa wakati siku moja akarudi nyumbani mume wake usiku kama saa 6 saa 7 usiku. Na unajua alirudi na ndoo. Na ile ndoo ilikuwa imejaa saa kabisa. Ndoo imejaa saa. Na ilipokuwa imejaa saa, alipofika tu nyumbani, kuna sehemu ya ceiling board ambayo ina kifuniko. Akamwona yule baba anafungua pale, akapanda juu ya ceiling, akaweka ile ndoo, baadaye akashuka, akafunika pale. Na siku chache baadaye yule baba akawa anatafutwa na polisi. Baadaye alikamatwa na baadaye alifungwa yule baba. Na unajua akamuuliza, ni nini unachofanya? Mbona sielewi? Ndio akamwambia, mimi hii ndio kazi ninayofanya. Bwana asifiwe sana. Hii ndio kazi ninayofanya, sina kazi ya kufanya. Kwa alikuwa ni mwizi. Lakini kuna mambo mengi yakapita katika ile familia kwa sababu yule baba alifungwa.
Na unajua wazazi wa huku walimwita yule binti kwa sababu ya mazingira ambayo alikuwa anapita na changamoto, na alipomwita akarudi nyumbani, na baada ya maombi alipopata uponyaji na kutoa sadaka ile ya shukrani, Mungu ni mwaminifu, ilitokea njia, mume wake akaachiliwa, wakarudiana tena na maisha yakaendelea ya amani. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka kuzungumza kwa hiyo binti nini? Ni roho bora ambayo ilikuwa ndani yake. Biblia inasema Danieli alipata sifa kuliko wengine wote. Angalia mstari wa 3. Basi huyo Danieli alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Haleluya! Ni ajabu sana. Unajua ubora katika maisha ya Kikristo huwa ni wa kipekee sana. Ubora huwa ni kuonyesha thamani ya kitu fulani. Huu ndio unaitwa ubora, kuonyesha thamani ya kitu. Wanaposema huyu ni mfanyakazi bora, wanaonyesha thamani yake. Wanaposema ni mwanafunzi bora, wanaonyesha thamani yake. Wanaposema ni mhudumu bora, wanaonyesha thamani yake. Wanaposema ni mwanamke bora, wanaonyesha thamani yake. Wanaposema huyu ni mume bora, wanaonyesha thamani yake. Ubora katika maisha ya Kikristo ni kuonyesha thamani katika vile unavyovifanya. Katika vile unavyovifanya, unafanya zaidi. Hata kama unapita kwenye changamoto, lakini unafanya zaidi kwa ubora, unafanya zaidi kwa uzuri. Angalia Danieli, unapoambiwa haya, haimaanishi kwamba Danieli alipita kwenye mteremko fulani, mteremko. Changamoto zilikuwepo, shida zilikuwepo, mapingamizi yalikuwepo. Si alipitia kwenye changamoto mpaka alitupwa kwenye tundu la simba, mpaka kuna vitu vilitokea. Lakini katika vitu hivyo ambavyo vilitokea, hakuna kitu ambacho kilimtenga na upendo wa Kristo. Hakuna kitu ambacho kilitokea kikamtoa katika mambo ya imani. Hakuna. Ubora ni wa ajabu sana, kwa sababu haukutoi katika mambo ambayo ni mazuri, haukutoi katika mambo ambayo ni mema. Danieli hakutoka, hata kama alipita kwenye changamoto. Hata kama ubora ni wa ajabu, waweza kupotea vitu vya thamani. Miaka iliyopita namkumbuka mama mmoja. Huyu mama, kanisa hili lilipoanza lilianzia nyumbani kwake. Yeye Mama Siriwa, kwa wale ambao wanamkumbuka. Huyu mama amesha kwenda kwa Bwana. Ni kati ya wanawake ambao ni wa kipekee sana ambao tulikuwa nao. Ni kati ya watu ambao walikuwa wanapenda huduma. Ni kati ya wanawake ambao walikuwa wanapenda kazi ya Mungu. Ni kati ya wanawake ambao walikuwa wanapenda kuhakikisha kazi hii inasimama. Ni kati ya wanawake ambao walifanya kazi kubwa ya injili katika Uru. Na hata nilikwambia wakati uliopita, wakati wa msiba wake, unaona kuna watu walikuwa wanapiga kelele, wanataka kuleta maneno. Nilisimama nikasema, huyu mama amefanya kazi kubwa ya injili, amefanya kazi kubwa ya heshima, na anastahili heshima katika mazishi yake. Ni mama ambaye ni wa ajabu. Lakini kwa nini nimemzungumzia? Kwa sababu hii, unafahamu, unapokuwa bora, Danieli alipata vitu vingi vizuri, vingi kabisa, kwa sababu Biblia inasema alikuwa na roho bora ndani. Huyu mama alitoa ushuhuda siku moja. Siku moja alikuwa amelala, na baadaye akaamka asubuhi, na yeye yuko na watoto na wajukuu wako tele. Vijana wamezaa watoto wameleta pale, mabinti wamezaa watoto wameleta pale, wajukuu wako pale. Na unajua siku moja anasema aliamka, na alipoamka akaitazama nyumba yake, hakuwa na kitu chochote zaidi ya kwamba alikuwa na shilingi 1,000. 1,000 kabisa. Wala usije ukafikiri ni 1,000 ya kiroho ama ya nini. 1,000 kabisa ya kawaida ndio ambaye alikuwa nayo. Akafikiria, sasa hii 1,000 nitanunua fungu la mboga, nitanunua unga, hii wa 1,000 watoto watakula nini siku hii ya leo? Na unajua ilikuwa ni siku ya Jumapili kama hivi. Na huyu mama alipoamka akasema, huko nyumbani kwake akishika ile hela, akamwambia Mungu, Mungu,
wewe unafahamu moyo wangu, unafahamu ibada zangu, unafahamu utumishi wangu. Nilionayo leo ndiyo hii. Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, nakabidhi fedha hii mikononi mwako, na ninakwenda kanisani, na ndiyo sadaka yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akaja kanisani hapa. Akaja kanisani. Alipokuja, sifa inaendelea nzuri, ibada inaendelea nzuri, kila kitu. Saa ya matoleo naye akaenda katoa ile fedha ambayo ni shilingi 1000. Na unajua akitoka kanisani hakukuwa na chakula nyumbani, hakukuwa na chochote, na ile 1000 ameiweka pale. Sasa ibada ikaendelea. Baada ya kuendelea, ikafika mwisho, watu wakaombewa, neno la Bwana likaisha, watu wakabarikiwa na mambo mengine, wakatangazwa kwenda nyumbani kwa amani ya Bwana. Na walipotangazwa kwenda nyumbani kwa amani ya Bwana, naye akaondoka kwenda nyumbani. Alipofika nyumbani, alishangaa, akakuta wageni. Kuna binti mmoja ambaye ni mtoto wa mke mwenzake kwa mume mwingine. Yaani yeye mume aliyemuoa yeye, kuna kaka yake ama mdogo wake, mtoto wake sasa amekuja kwake na mume wake. Wamekuja kumtembelea, kumsalimia. Lakini katika kuja kumtembelea, kumsalimia, huyu binti ni kama pia amekuja kumsalimia na kumtambulisha, huyu ndiye mume wangu, ndiye ambaye naishi naye na mambo mengine. Lakini walipokuja nyumbani, walikuwa wamekuja pia na gari. Alipofika tu wanampokea nyumbani, karibu, tumekusubiri sana, naona ulikuwa kanisani, karibu sana. Akaingia ndani. Alipoingia ndani, wakati ameketi, wale vijana waliokuja kumsalimia wakatafuta vijana wengine wakwenda kutoa mizigo kwenye gari. Bwana asifiwe sana. Wakabeba kiroba cha mchele wanapeleka ndani, kiroba cha sukari wanapeleka ndani, mabunda ya majani ya chai wanapeleka ndani, wakapeleka, yani vitu vikapelekwa, sukari ya kutosha, mchele wa kutosha, majani ya kutosha, yani nyama zimeletwa, yani nyumbani kuna kila kitu. Sasa hebu piga makofi kwa Bwana wa mabwana. Yeye aliye mfalme na Bwana wetu hashindi chochote katika maisha yako. Anachohitaji ni roho bora. Roho bora. Mfuatilie Danieli, alikuwa anapenda ibada. Roho bora. Mfuatilie Danieli, alikuwa hazuiwi katika maombi. Roho bora. Mfuatilie Danieli, alikuwa anamkiri Bwana hata katikati ya wafalme, watu ambao wako kinyume na mambo ya Mungu. Roho bora iko tayari hata kupita kwenye changamoto, inajua Bwana atamtoa katika changamoto. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, hakuna jaribu ambalo litakuja kwenye maisha yako ambalo halina mlango wa kutokea. Kila jaribu ambalo linakuja kwenye maisha yako, Bwana anajua unalimudu, Bwana anajua unaliweza, Bwana anajua unalimudu hilo. Sikiliza nikwambie, Mungu hawezi kuleta kitu ambacho kitakuangamiza na kukutoa kwenye wokovu na kukufanya uanguke na kukufanya uache mambo ya imani. Ukiacha ni wewe mwenyewe. Wewe ndio umetaka kuacha. Lakini Mungu anapoacha jambo likaja kwako, anajua unalimudu. Anajua unalimudu. Anajua unalimudu. Anajua unalimudu. Biblia inasema pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Bwana asifiwe sana. Unajua ni Mungu ambaye anatupenda kwa viwango vya juu. Hebu nikusomee katika Waebrania 11. Kwa hiyo Masirio akapata upenyo, sukari ya kutosha, mchele wa kutosha. Kwa nini? Kwa sababu roho bora ni roho ya kipekee, inathamini mambo ya Mungu kwanza. Roho bora ni roho ya kipekee, inathamini ibada kwanza. Roho bora ni roho ya kipekee, inathamini vitu vya kiungu kwanza. Yeye aliomba Mungu, na baada ya kuomba Mungu akaenda kusali. Hakukaa nyumbani kwa sababu ana shida, hakulala nyumbani kwa sababu ana shida. Hakusema jamani, naomba tu mniombee huko, mwambieni mchungaji mapito ninayopita ni magumu sana. Yaani kwa kweli mapito yangu ni si ya kawaida. Sijui kama kuna watu wamepita kama haya. Alimwomba Mungu, baada ya kuomba alienda kusali.
ni kitu ambacho ni muhimu. Alienda ibadani, ni kitu ambacho ni muhimu. Na baada ya ibada amesifu kama wengine, ameabudu kama wengine. Saa ya kutoa alitoa kama wengine, na baada ya kutoa unafahamu, ni neno limehubiriwa, amesikiliza. Ni maombi yamefanyika, amesikiliza. Baada ya hapo, baada ya kuthamini Mungu kwanza, Biblia inasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, mengine mtapewa kwa ziada. Baada ya kukamilisha yale ya Mungu kwanza, anakutana na muujiza wake nyumbani. Ni maombi yangu, thamini mambo ya Mungu kwanza, ukutane na muujiza wako nyumbani. Ukutane na muujiza wako nyumbani kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana. Hakuna chochote ambacho chaweza kututoa. Waebrania 11. Waebrania 11. Ndio mstari wa 32. Mstari wa 32. Twende pale. Waebrania 11:32, na nataka tusome mistari kadhaa pale. Waebrania 11 mstari wa 32. Twende hapo. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yafta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Hebu tuseme haya maneno, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Ndio. Walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliokuwa wamefuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Lakini wengine, angalia maneno, lakini wengine waliumizwa vibaya na hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hebu tuseme wote kwenye mstari wa 40, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia. Twende tena, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora. Kutuwekea sisi kitu kilicho bora. Ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hem, nisikilize kitu kimoja ambacho nataka nikuonyeshe hapa. Watu wale unawasoma kwamba walikuwa bora katika maandiko. Unaposoma habari za Ibrahimu, unaposoma habari za Daudi, unaposoma habari za Ayubu, unaposoma habari za Danieli, unaposoma Shadraka na Meshaki na Abednego, unaposoma kina Samsoni, unaposoma, ni kweli walikuwa bora katika mambo ya imani. Walishinda milki za wafalme, walifunga vinywa vya simba. Lakini pamoja na hayo, kuna mapito waliopita, lakini katika yale mapito hawakukubali kurudi nyuma, hawakukubali kukatishwa tamaa, hawakukubali kutolewa katika mambo ya imani, hawakukubali. Wengine waliuawa, wengine walifanyiwa dhihaka, wengine walikatwa kwa misumeno. Kuna wanawake ambao walipokea wafu wao, watoto wao waliuawa, wengine walipokea hiki ama kile, lakini hawakukubali. Kwa nini? Kwa sababu walijua kwamba wamewekewa ahadi iliyo bora. Unapokuwa mtu ambaye ni bora, lazima ujue pia unategemea ahadi bora katika maisha. Na ahadi bora haijalishi unapita katika changamoto gani,
lakini pia unapitia katika mambo gani, hata kama ni mabaya, hata kama ni mateso, hata kama ni mapito, yaweza kuonekana kama ni kitu ambacho ni cha aibu. Watu hapa walipita katika mapito. Paulo na Sila mwenyewe walivuliwa nguo sokoni wakihubiri Injili, wakiwa uchi namna hiyo, walichapwa mijeredi, walifungwa gerezani, lakini hawakukubali. Kwa nini? Kwa sababu walijua waliyemwamini amewekewa kitu bora. Nisikilizeni kanisa, hakuna mambo ya ukoo, hakuna mambo ya mizimu, hakuna mambo yoyote yale mapito magumu ya ajabu yanayoweza kututoa katika mambo ya imani. Watu wa Uru, endeleeni kumwabudu Mungu aliye hai, hata kama mnapita kwenye changamoto, hata kama mnapita katika shida yoyote, haijalishi. Mtume Paulo alisema hivi, ni nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Ni nini kitakachotutoa? Akasema, je, ni dhiki? Je, ni shida? Je, ni adha? Hata malaika pia hawawezi kututenga na upendo wa Kristo, haijalishi. Sikiliza nikwambie kitu kimoja ambacho wengi wanakikosa katika maisha yao, na hiki ni kitu ambacho ni cha ajabu. Unajua hilo andiko ambalo nimesema juu ya mtume Paulo kwamba nini ambacho kutatutenga, kwa wale ambao wanaandika tu ni Warumi 8:35. Waweza kuandika Warumi 8:35 mpaka 39. Lakini kuna kitu ambacho kinafanya watu wengi wanapita kwenye changamoto pasipo wao kujua, wanapita katika shida pasipo wao kujua, na hata wanapopita inashindikana jinsi ya kutoka kwa sababu wao hawajui. Hicho ndio ambacho nataka nikwambie pia katika mchana wa leo. Watu walio bora lazima wakijue. Waebrania sura ya 2. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Sikiliza haya maneno. Waebrania 2 mstari wa 3. Sisi je, tutapataje kupona? Sisi je, tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Ambao kwanza ulinena na Bwana. Ambao kwanza ulinena na Bwana. Kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hapa mahali ni muhimu sana. Unapohitaji ubora katika maisha yako, lazima ujali. Hebu sema lazima ujali. Sema lazima ujali. Unafahamu, angalia ile andiko linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwa wale waliosikia. Sasa nisikilize, kama unataka kupona, jali wokovu. Kama unataka kushinda, jali wokovu. Kama unataka kupata upenyo, jali wokovu. Kama unataka kupata faida ya biashara, jali wokovu. Kama unataka kupata mume mwema, jali wokovu. Kama unataka kupata mke mwema, jali wokovu. Kama unataka kuwa na huduma yenye viwango, jali wokovu. Kama unataka kwenda kwenye viwango vilivyo bora, jali wokovu. Asema sisi je, tutapataje kupona? Unataka kupata kupona, unataka kupata upenyo, unataka kupata, jali wokovu. Unataka kushinda hizo hali ngumu, jali wokovu. Na ndio maana sasa, ngoja nizungumze namna ya kupata ubora kwa haraka. Namna ya kupata ubora kwa haraka katika maeneo mbalimbali ya kihuduma, ya kazi, ya biashara. Namna ya kupata ubora, unaona, kupata ubora, viwango vile ambavyo ni ubora vinavyohitajika. Namna ya kwanza kabisa ambayo ni ya kupata ubora ni kujali zaidi mambo ya wokovu, mambo ya wengine, kujali huduma, kujali chochote, kama ambavyo nimekwisha kusema. Jambo la kwanza kabisa, jali zaidi ya wengine. Sikiliza nikwambie, unaposikia huyu ni mwanafunzi bora shuleni, unaposikia huyu ni mwalimu bora shuleni, unaposikia huyu ni mfanyakazi bora shuleni, unaposikia hilo, ujue anajali, kuna kitu anajali zaidi ya wengine. Wengine wote ni kweli wamefanya kazi, lakini kampuni imeona huyu ndiye mfanyakazi bora.
Ukiuliza kampuni kwa nini, ukimuuliza meneja kwa nini, ukiwauliza wakurugenzi kwa nini, ukiuliza bodi kwa nini mmeona ni mfanyakazi bora, watakupa kitu cha ziada ambacho huyo anacho. Kuna somo pia nilifundisha hivi karibuni Mwanza juu ya vile vitu vya ziada ambavyo Mungu anatupa, vitu vya ziada. Wakina Danieli hao unaposoma walikuwa na vitu vya ziada, wakina Daudi walikuwa na vitu vya ziada. Unaona, sasa kuna kitu, kwa hiyo unajali kuliko wengine. Hili ni jambo la kwanza ambalo ni muhimu. Jali mahudhurio kanisani, jali ibada kanisani, jali mambo ya utoaji, jali mambo ya huduma, jali hata kama wengine hawajali, wewe jali. Nenda hata kama wengine hawaendi, wewe jali. Toa hata kama wengine hawatoi, wewe jali. Jali kuliko wengine, kwa sababu unatafuta viwango vya ubora. Kama unanielewa sema amen. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, jihatarishe zaidi ya wengine. Watu ambao wanahitaji ubora kwenye maisha yao wanajihatarisha zaidi ya watu wengine. Unafahamu, mara nyingi unapokuwa mwaminifu mbele za Mungu unaweza ukawa na maadui pia. Unapokuwa mwaminifu mbele za Mungu unaweza ukawa na maadui. Kuna maadui hawataki uaminifu, labda ni kwenye kampuni, labda kwenye shirika ama chochote, na wewe unapeleka mambo yako ya uaminifu pale. Ukipeleka mambo ya uaminifu, wao wamezoea kula rushwa, wamezoea kupita njia za kona, wamezoea hivi. Kwa hiyo unapopeleka wanasema, wewe sikiliza, unatuzuia, wewe ni kauzibe, wewe unafanya, kuna vitu unataka kufanya hapo, unazuia. Unaweza ukawa na maadui, lakini unaweza ukajihatarisha pia. Wanaweza kusema huyu ni wa kuondoa kwenye nafasi, wanaweza kusema huyu ni wa kuua, wanaweza kukwenda hata kwa waganga. Chochote kile unaweza ukahatarisha hata maisha yako ama chochote. Lakini sasa mambo ya Mungu yako hivi, kwa kadiri unavyozidi kujihatarisha katika maisha, katika huduma, katika wokovu, katika chochote, kwa kadiri unavyozidi kujihatarisha na kuwa mwaminifu mbele za Bwana, ndivyo Bwana anavyozidi kukupa kibali, na ndivyo Bwana anavyozidi kukufanya kuwa bora zaidi. Sikiliza nikwambie, hivi unafikiri wewe wakati ule wa Shadraka na Meshaki na Abednego, watu wote wameambiwa waabudu sanamu, watu wote wameambiwa kuna sanamu ya mfalme ya kuabudu, na kila mmoja asiabudu mungu mwingine yeyote, lakini wao wako tayari kwa lolote, wanajihatarisha zaidi, wako tayari hata kuuawa, wanajihatarisha zaidi. Na siku moja mfalme akawaita Shadraka na Meshaki na Abednego, njoni kaeni hapa. Wakiwa wameketi pale, baraza la mawaziri liko pale na viongozi wako pale. Mfalme akawauliza, ninyi nimepata habari ndio ambao hamtaki kutii amri, hamtaki kusujudia sanamu zangu, hamtaki kuabudu mungu mwingine. Wameketi wale vijana pale, wako tayari kwa lolote. Lakini angalia, wanachotafuta nini? Ni ubora. Lakini kadiri unavyokuwa mwaminifu mbele za Bwana, Bwana anakupa kibali, Bwana anakupa kushinda, Bwana anakupa kutetea, Bwana anakupa kuwa upande wako. Na wakiwa wameketi pale, mfalme akawauliza, ni Danieli sura ya 3, akawauliza, hivi ninyi Shadraka na Meshaki na Abednego, huyo Mungu mnayemwabudu, huyo Mungu mnayetegemea, anaweza kuokoa na moto ambao nimeuandaa? Na unajua ule moto ulikuwa wa kawaida, lakini ulichochewa mara 7 zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya wao, yaani walikusudia wakiingia katika moto wateketee, wawe majivu kabisa, hata kumbukumbu lao lisiwepo tena. Akawauliza, huyo Mungu mnayemwabudu anaweza kuwaokoa na moto niliouandaa? Na unajua wakanyamaza, mioyoni wakawa wanajisemea, huyu hamjui Mungu wetu. Haleluya, huyu hamjui kwa kweli Mungu wetu. Wakauliza tena, tuko hapo tunasema huyo Mungu anaweza akawaokoa na moto tulioandaa? Na mmoja akajibu, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwabudu anaweza kutuokoa na moto. Biblia inasema la sivyo. Hebu sema la sivyo. Sema tena la sivyo. Sema tena la sivyo.
Maneno hayo la sivyo yanamaanisha hata kama hatatuokoa, hata kama hebu sema sema tukifika mbinguni kuna watu itabidi tuwatafute kwanza. Haleluya! Yaani ukiingia tu mbinguni unauliza haraka, Shadraka ndiye yupi jamani, na Abednego ni yupi, niwape mikono kwanza. Moto umeandaliwa, alafu kama unawekwa kuni moja, siku hiyo zimewekwa 7, umechochewa mara 7 zaidi. Akasema yani anaweza kutuokoa hata kama hatatuokoa sisi. Ujue mfalme, hatutasujudia sanamu yako, hatutasujudia. Yani walikuwa wanaringa kwa sababu wanamjua waliye naye. Mkristo, sikiliza, ukimjua uliye naye, tembea ukiringa, tembea tembea ukiringa, maana uliye naye ni wa ajabu. Watu wakikuuliza unaringa nini, waambie naringa kwa sababu ya Yesu niliye naye, naringa kwa sababu ya Bwana niliye naye. Mfalme alishangaa. Wale wafalme walikuwa ni wababe, walikuwa hawatishwi, walikuwa wafalme ambao maneno kama hayo ni ajabu kwao. Akaamuru mabodyguard na wale maaskari wa ikulu, kamata watu. Wakakamatwa, wakafungwa kamba miguuni, wakafungwa kamba mikononi, wakafungwa. Hao mabodyguard wakawabeba juu. Walipokuwa wanawabeba, wanawapeleka kwenye ule moto, ni Danieli sura ya 3, wanawapeleka kwenye ule moto ulioandaliwa. Na unajua walipofika katika ule moto ambao umeandaliwa, Biblia inasema ukali wa ule moto ulikuwa ni mkali kiasi kwamba walipokuwa wanawatupa kwenye moto, ule moto uliwaua wale maaskari wenyewe, jinsi ulivyo mkali. Lakini mimi ninachokipenda ni hiki, walipokuwa wamewabeba, labda wanahesabu mara ya kwanza, 1, 2, 3, tupa. Walipokuwa wanawatupa katika moto, walipokuwa wanawatupa, malaika naye alikuwa anashuka kutoka juu mbinguni. Wakati Shadraka na Meshaki na Abednego wanatua kwenye moto, na malaika akatua pamoja na wao na kutuliza makali ya moto. Sikiliza nikwambie, malaika washuke kwenye jaribu lako na kukusaidia. Malaika washuke kwenye shida yako na kukusaidia. Malaika walishuka. Haleluya, walishuka kwenye ile shida. Ashuke kwenye shida ya ndoa yako, ashuke kwenye shida ya biashara yako, ashuke kwenye tatizo la familia, ashuke kwenye shida ya ukoo wenu, wakusaidie. Hawa wafalme nimekwambia walikuwa wafalme jeuri. Huu ni falme za Babeli, walikuwa jeuri. Kule kwenye shimo la moto walikuwa wametegesha makamera kule kila upande, halafu kuna skrini kubwa ambayo inaleta moja kwa moja, kama shimo inaleta moja kwa moja taarifa pale ikulu. Kwa hiyo wakiwa wameketi pale ikulu, wanaweza wakaangalia mambo yanavyoendelea kwenye shimo. Wale watu jeuri wanavyoteketea. Mfalme anatikisa kichwa, sema ndiyo, mnajifanya jeuri kwenye ufalme wangu, wanavyoteketea. Na sasa alishangaa alipoambiwa sasa ni sawa, wametupa kwenye shimo. Sasa washeni, kama nika skrini washeni. Hiyo skrini ikawashwa. Alipoangalia hivi akashangaa, maana waliwatupa watu 3, na unajua katikati ya moto walikuwa wanatembea watu 4, na walipokuwa wanatembea zile kamba walizofungwa zilikuwa zimeteketea kwa moto, lakini wao nguo zao na vile viatu vyao na kila walicho nacho hakijateketea, hakijateketea, wako salama ndani ya moto. Mfalme akafanya hivi, akashangaa, ikabidi waite wasaidizi. Hivi hatukutupa watu 3 ndani ya moto? Akasema ndio tulitupa 3 mzee, si Shadraka na Meshaki na Abednego. Sasa mimi naona 4, na yule 4 ni mfano wa mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya! Yesu Kristo aliyeshuka kuwasaidia wale
akusaidie mwanamke, akusaidie mwanaume, akusaidie na wewe, akusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Walikuwa salama katikati ya moto. Unaonaje hii? Katikati ya moto. Umeshawahi kushika moto? Huu moto mnaowasha tu mnachochea huko na hizo kuni zenu, umeshashika? Ukishika kidogo alafu baadaye kuna vimba, kuna mikono na vimba, sema aliungua na maji ya moto. Wale walikuwa wanatembea katikati ya moto, nywele zao hazikuungua, walikuwa wanatembea katikati ya moto, nguo walizovaa, makanzu yao hayakuungua. Ni maombi yangu kwamba unapopita katika majaribu na hizo shida unazopitia zisikuangamize, usiungue, usiteketee katika jambo lolote. Na unajua, baada ya pale mfalme alishangaa, akasema hii si kawaida, hili jambo ni jambo la kujifunza hili. Hawa watu ni watu si wa kawaida, hebu kawaiteni, kawaleteni tena. Wakaletwa kwa mara nyingine mbele ya mfalme, lakini walipoletwa, unajua nini kilitokea? Mfalme aliandika waraka, akasema mimi kama mfalme napenda kuwapa taarifa mataifa yote na majimbo yote na wote ninaoongoza kwamba hakuna Mungu awezaye kuokoa kama huyo Mungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego. Haleluya! Ayayayayaya, Mungu huyo akuokoe na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna awezaye kuokoa, na huyo Mungu mimi kwenye falme zangu natangaza anastahili kuabudiwa na kunyenyekewa. Mfalme mwenyewe walikuwa vijana bora, lakini ubora wao walikuwa tayari kujihatarisha katika jambo lolote. Sikilizeni niwaambie, kama unahitaji kuwa bora, uwe tayari kujihatarisha. Lakini katika kujihatarisha kule hutashindwa, maana malaika watakuwa pamoja na wewe. Katika kujihatarisha kule hutashindwa, maana Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Hakuna jaribu ambalo litakushinda. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi maisha yetu yana shuhuda ambazo hatujawahi kuzishuhudia. Sisi maisha yetu ni shuhuda. Tunajua tulikopita, tunajua kabisa, tunajua na hatuna mashaka na huyu Mungu. Siku moja, wakati huo ndio bado tumewana, tuna mtoto mmoja, tulisafiri kwenda kuwasalimia ndugu na jamaa. Na unajua sisi tuna ndugu Dar es Salaam. Kwa hiyo tukaenda Dar es Salaam tukawasalimia, tukakaa nao kama siku 2-3, wiki ikaisha. Nilipowasalimia, wakati mke wangu ndiye anakwenda mara ya kwanza kule na kuwaona wakwe na nini, baba mmoja, baba mkubwa mmoja na mama mkubwa mmoja, wakampa zawadi ya kitenge, ilikuwa kanga. Tukawasalimia Dar es Salaam tukamaliza. Tulipowasalimia Dar es Salaam tukaenda Tanga, kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Tanga. Kwa hiyo tulipokwenda Tanga tukaenda kuwasalimia pia ndugu na jamaa na marafiki, tukakaa siku 2-3. Kwa hiyo karibu wiki 2 tulikuwa safarini. Na baadaye wakati wa kuondoka ukafika. Na ulipofika wakati wa kuondoka, tukagundua nauli na hela zimeliwa wakati wa mambo yote haya. Bwana asifiwe sana. Hatuna nini? Nauli. Na hakuna mtu kule kijijini wa kumuomba hela nauli. Maana wao wa kijijini wanategemea wewe utakapoondoka ndio uwape, uachie kwamba baba na mama, jamani mimi naondoka, angalau mbaki hivi, unakaachia kidogo. Hakuna wa kumuomba nauli. Hela tuliyokuwa nayo ilikuwa na uwezo wa kutusafirisha kutoka huko vijijini tunakotoka mpaka kufika Korogwe pale ndio hela itaishia hapa. Kwa hiyo tukatafakari na mke wangu, na wakati huo ukumbuke kwamba tulikuwa tujaimarika sana. Alafu Mungu ni mzuri, uko hujaimarika sana na kusaidia sio kawaida, ili uendelee kusimama kwenye wokovu. Bwana asifiwe sana. Hatujaimarika sana, tuna mtoto mmoja tu, ni upendo peke yake, binti yetu. Kwa hiyo tukatafakari, tukakubaliana kwamba tusafiri, lakini hatuna nauli. Hatuna nini? Tukalipa gari litakalo tufikia pale Korogwe. Na ukishafika pale Korogwe, hatuna
hata shilingi ya kuendelea, na hatuna hata hela ya kula. Na ukumbuke mama ananyonyesha na mtoto ni mchanga mdogo kabisa, mtoto mchanga kabisa. Kwa hiyo tukaondoka hivyo, lakini hatujui kama tutafika. Tunakuja Moshi, unajua tukasafiri na basi tukafika Korogwe. Tulipofika Korogwe nauli imeishia pale, kwa hiyo tukashuka kwenye basi, na tuliposhuka pale ni wageni kabisa, hatuna rafiki, hatuna mwenyeji, hatuna fedha, hatuna hata fedha ya kula. Mama hajala njaa na baba hajala, na mtoto mwenyewe ananyonya, lakini ananyonya maziwa mama akiwa akula, kwa hiyo hata hayatoki, lakini inabidi sasa anyonye tu, ananyonya kama ili mradi ili anyamaze asili na mambo mengine. Kwa hiyo tumeshuka stendi, tukakaa hivi, tukawa tunatafakari. Tulipokuwa tunatafakari, nikapata wazo kwamba kulikuwa na treni linalosafirisha watu kwenda Moshi, ambao linatoka Dar es Salaam, linapita huko Tanga, au linatoka Tanga linapita kuja Moshi. Kulikuwa na treni zamani, kulikuwa na treni. Kwa hiyo wazo likanjia kwamba twende kule kwenye treni, kwa sababu nauli za treni zilikuwa chini kidogo ukilinganisha na mabasi. Lakini tunakwenda sio kwamba tuna hela, hatuna hata shilingi. Tukaenda kwenye station ya treni, treni halijaja, watu wako pale, abiria wako pale na wao wengine. Kwa hiyo tukaenda na sisi pale, lakini hatuna fedha, hatuwezi kuondoka pale kwa jinsi yoyote ile. Kwa hiyo tukaongea na mke wangu, tukakubaliana kwamba ile kanga aliyopewa zawadi tuiuze, tuiuze. Halafu tukishaiuza kwa thamani ya fedha za wakati huo, bado haitutoshi nauli, na wala pia ilikuwa haitoshi hata mtu mmoja. Ila nikamwambia kwamba kama itawatosha wewe tu uondoke na mtoto, basi itabidi muondoke, mimi nibaki. Sasa unabakije? Hilo ni jambo lingine. Tuko pale. Kwa hiyo tukakubaliana. Kwa hiyo akawa ameketi kwenye kiti cha kungojea, abiria wanasubiria pale, wapo na mwingine mtoto analia, anamnyonyesha, hatuna fedha, hatuna chochote kile. Na wazazi huko vijijini wanajua tumeondoka, kwamba mnaondokaje hiyo wao hawajui. Kwa hiyo nikachukua ile kanga. Kwa hiyo nikaanza kuitembeza ile kanga, naiuza. Naenda na mtu namwambia, bwana nimekwama hapa na nini, tumepungukiwa. Sasa tulikuwa tunahitaji hela, kanga ni shilingi fulani. Sasa unauza mkononi hivyo, mtu hawezi kupa hiyo hela, anataka akupe chini. Lakini wakati nauza tukakosa wateja. Unauza huyu anakuambia hapana, sihitaji kanga. Unauza yule anakuambia hapana. Hata kuzungumza na wewe hataki. Unaenda kwa yule anakuambia hapana. Unaenda kwa yule mwingine anakuambia hapana. Tukazunguka sana. Baadaye nikageuza sasa, nikawa napita kwenye zile ofisi za wakata tiketi, zile. Kwa hiyo nikawa napita kule na ile kanga iko pea moja tu pale, nimeishika hii. Hatuna, sio kwamba ni biashara tunafanya, pea moja tu. Na unajua nikaenda nikiwa nataka kuuza. Sasa kabla sijauza, namwelezea mtu kwanza, maana huwezi kuwa unauza, kama unauza kanga tuone una kanga 15 20 umebeba unauza kanga. Sasa kanga moja hivi kama umeiba mahali ama inakuwaje? Kwa hiyo inabidi nimwelezee mtu kwanza kwamba tumekwama kidogo, mambo ya nauli, tumepungukiwa na saa 10 itakaribia itafika, lakini hatuna tiketi, kwa hiyo tumeona tutoe hii. Kwa hiyo naenda namwelezea. Sasa nikafika mahali fulani, baba mmoja, hawa watu ingekuwa wanafaa kuwatafuta, ningeweza kuwatafuta, ingekuwa wanafaa kuwatafuta, lakini Mungu anakuwa na jinsi yake tu fulani, unakuta uwezi kuwapata tena. Ningeweza kuwatafuta sasa hivi, naweza kuwatendea mema na uwezo, ndio. Sasa tukamfikia huyu baba. Nilipomfikia huyu baba nikamweleza, akanitazama, akasema mke wako yuko wapi? Nikamwambia yule mama amekaa pale na mtoto. Nikamwambia yule anamnyonyesha pale. Yule baba akaniambia hivi, usiuze hii kanga. Wewe umeitoa wapi? Nikamwelezea kanga hii ni zawadi amepewa na nini. Tukamwelezea, akasema usiuze hii kanga, ila saa ya treni ikija naomba uje unifuate unikumbushe. Saa ya treni ikija.
Sasa aliposema hivi nikasema nikaona kama njia fulani. Kwa hiyo nikaenda nikamwambia mama pale, nimekutana na baba mmoja na huyo baba ameniambia hivi na hivi. Basi kabidi tukae pale. Tulipokaa pale, mara huko teni inakuja huko inakuja, maoni yanapigwa, alikuwa pale anapigwa, ikabidi niende kwa yule baba. Kwenda kwa yule baba nikamwambia, naona teni ndio inakuja, sasa ndio inakuja, hebu uko wapi? Uko pale. Ngoja. Ikaja ikasimama pale teni. Iliposimama pale, watu wanaanza kupakia kwenye teni. Wanapakia, wana tiketi zao, wana nini, wanapakia na mambo mengine, wengine wananunua tekeweza chakula wakale ndani, wanapakia. Yule baba akaja pale, akanichukua mimi na mama. Aliponichukua akatafuta wale, kuna watu wanaitwa matiti, ni watu ambao wanaongoza ile teni kufuatilia watu wenye tiketi ndani, wasio na tiketi na nini. Akafuata mmoja wapo. Alipomfuata mmoja akamwambia, hao watu ni ndugu zangu, naomba uwasaidie wafike Moshi. Hebu piga tena makofi kwa Yesu. Naomba uwasaidie wafike Moshi. Na unajua yule aliambiwa pale, kwa sababu wenyewe wanajuana na nini, wote wanafanya kazi ile, akasema hamna shida. Akatuingiza ndani ya teni, akatuweka mahali fulani. Wakati teni zilikuwa zinajaza, yani zile daraja la 3 linajaza mpaka unapa kugeukia hivi, ukiondoka unaweza kupotezana na mwenzako. Akatuweka mahali fulani yule baba kwenye tena, akatuambia kaeni hapa. Alipotuweka pale akasema, msiondoke hapa kwenda mahali popote, kwa sababu wako wengi wale wanaocheki zile tiketi. Mkienda mahali pengine mtakutana na wengine wataona hamna tiketi, ama asa mkae pale, kwa sababu yeye anaangalia pale. Tukaketi mahali fulani hivi, tukasafiri mpaka Moshi. Bwana asifiwe sana. Tukasafiri mpaka Moshi. Lakini nataka kusema ni nini? Mungu huwa anafanya njia hata mahali pasipo na njia. Na huyo Mungu nazungumza habari zake, ndiye natamani afanye njia kwako pia, kwa jina la Yesu Kristo. Anafanya njia. Na ndio maana nasema wapi, ni vile uwezi kuwatafuta. Huyu siwezi kumtafuta huyu baba, wala siwezi kujua yuko wapi, wala siwezi kujua bado yupo hai au ameshakufa, wala siwezi kujua kama ni malaika tu alitumika au chochote kile, siwezi kujua. Lakini ningekuwa naweza kumpata leo, ningemwambia ulinisaidia. Leo nina 10,000 ya kukupa hii hapa, ama 20,000 hii ikubariki pia katika nyumba yako. Ingewezekana, lakini haiwezekani. Mungu anakuwa na jinsi yake, ana uwezo wa kufanya njia hata mahali pasipo na njia. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Mungu wabariki sana. Nimeeleza mambo mangapi katika jinsi ya namna ya kupata ubora? Mangapi? Mawili. La kwanza kabisa, jali zaidi ya watu wengine. La pili ambalo nimeeleza ni jihatarishe zaidi ya watu wengine. Uwe tayari kujihatarisha. Wacha nikueleze mengine ambayo sitayaelezea kwa ajili ya muda, lakini nitakuelezea kwa kifupi tu yaweze kusaidia. Jambo la 3, uwe na maono makubwa zaidi ya wengine. Unafahamu, kwenye jambo lolote unalopitia, kwenye kitu chochote, usione kule kushindwa, usione kule ukatishwa tamaa, usione kule ule udhaifu, usione kwamba ule si kitu, usione yale mambo sisi ni kama mapanzi tu. Ona zaidi. Mungu anataka kupeleka viwango, lakini uone zaidi ya watu wengine. Lazima uone na kuamini kuwa Mungu ni mwenye nguvu. Uone kwamba Mungu wako ni mkubwa kuliko yale matatizo. Uone kwamba Mungu ana uwezo kuliko zile shida. Na hii ndio itakupeleka katika ubora. Yesu alisema, watu wananisema kuwa mimi ni nani? Watu wanasema mimi ni nani? Watu wengine wanasema wewe ni Yohana, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni asa. Na ninyi je? Lazima watu ujue wanakusema wewe ni nani, lakini wewe unavyojiona ndiye ile ambavyo itakuwa kwenye maisha yako. Unaona wewe ni nani? Mimi unajua, nimeshawaambia tena, ninapoangalia siwaoni kama watu mliochoka, mliokata tamaa, mlioisha, msio na kitu, msio. Mimi naona watu wakubwa, naona watu waliopata upenyo, naona wafanyabiashara wakubwa, naona wafanyakazi wakubwa, naona watu wakubwa. Kwa hiyo ona zaidi ya vile. Hili ni jambo la 3. Jambo la 4, tarajia zaidi ya watu wengine. Mkristo ambaye ni bora, unaona tunapozungumzia ubora katika maisha, tarajia Mungu atatenda, tarajia Mungu hapendelei, tarajia Mungu anakuona. Unapotarajia vingi utapata vingi, unapotarajia vichache utapata vichache. Tarajia
vingi zaidi, kwamba Mungu ana uwezo wa kutenda zaidi na atatenda. Unaona, tarajia kile ambacho unatarajia. Wakati Yesu anapewa mikate 5 na samaki 2, unaona, samaki 2, mikate 5, Yesu anaomba, alitarajia kwamba itaongezeka, watakula watu 5,000. Tarajia zaidi ya wengine, tarajia vikubwa zaidi, tarajia uweza wa Bwana kutenda kwenye maisha yako. Lakini jambo la 5, fanya kazi zaidi ya watu wengine. Fanya. Mkristo ambaye ni bora si mvivu. Mkristo ambaye ni bora si mlegevu. Ile hali ya uvivu wa kwenda kanisani, uvivu wa kuomba, uvivu wa kushuhudia, uvivu wa kupeleka Injili, uvivu wa kusaidia wengine wenye matatizo, uvivu wa kwenda kazini katika ajira ambayo inakupa mshahara, uvivu. Ile hali ya uvivu lazima uachane nayo. Kila hali ya ulegevu lazima uachane nayo. Mtume Paulo anasema, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa bidii. Ubora. Usisikie tu watu wanatajwa ni mfanyakazi bora, mhudumu bora. Tunahitaji ubora. Biblia inasema Danieli alipata sifa kuliko wengine wote. Kwa nini? Kwa sababu roho bora. Mchana wa leo tunahitaji roho bora kwa kila mmoja. 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 Hebu simama kwa miguu yako. Tunahitaji roho bora kwa kila mmoja. Tunahitaji roho bora kwa kila mmoja katika mchana wa leo. Roho bora itakufanya upate kibali. Roho bora itakufanya Mungu akupiganie. Ni roho za ajabu. Na ndio maana nitakapofikia tabia za Kristo ambaye ni bora, nitakwambia juu ya unyenyekevu, jinsi ambavyo unafanya kazi ya ajabu. Lakini nitakwambia juu ya uaminifu, jinsi ambavyo unafanya kazi ya ajabu. Lakini pia kuna moyo wa Kristo ambaye ni bora. Nitakuja kuambia wakati ambapo unakuja kwa neema ya Bwana. Lakini katika mchana wa leo tunahitaji ubora. Ubora katika huduma. Ubora katika viwango vyetu vya maisha. Ubora katika yale ambayo tunafanya. Tunahitaji ubora. Mimi najua yale unayopitia yanaweza yakawa ni changamoto, lakini watu wamepita kwenye maandiko na bado wamekuwa bora kwa sababu Bwana amewapigania. Siku za nyuma niliwahi kutoa ushuhuda huu. Yule baba alipita kwenye changamoto sana, na alipita katika shida sana, mpaka watu walikuwa wanamwombea, mpaka watu walikuwa wanamtembelea. Lakini baada ya muda alipata upenyo, na alipopata upenyo akamwambia Bwana, nisaidie, nionyeshe kwa nini nimepita kwenye mapito namna hii, na leo naziona baraka. Kwani wakati ule nilipokuwa na nini ambacho nilikuwa nakikosea? Na unajua Mungu akamwonyesha. Alimwonyesha mtu ambaye anapita katika jangwa, na alipomwonyesha mtu ambaye anapita katika jangwa, akamwonyesha nyayo za watu 4. Watu 2 wamekanyaga, nyayo 4 zimekanyaga, wakiwa wanakanyaga katika vumbi, kwa sababu ni jangwani. Nyayo za watu 2 ambazo ni nyayo 4 zimekanyaga. Lakini baadaye akamwonyesha kwenye kimti fulani kimoja, pana nyayo nyingi zimekanyaga, kama nyayo 50 ama 60 zimekanyaga pale. Na unajua baada ya pale akamwonyesha nyayo za mtu mmoja zilizoendelea mbele, na sio za watu 2 tena, ni nyayo za mtu mmoja, ambayo ni nyayo 2 zimeendelea mbele. Na maono yakaisha. Yalipoisha akamuuliza Mungu kwamba Mungu, nataka nijue maana ya maono haya ni nini. Na Mungu akamwambia, wakati ule unapoona nyayo za watu 2 ambayo ni nyayo 4, mimi nilikuwa natembea na wewe. Tunatembea katika maisha ya wokovu, tunatembea katika maisha ya huduma. Unapita kwenye changamoto, unapita kwenye majaribu, lakini mimi niko pamoja nawe. Mimi nilikuwa nimekushika mkono. Na unajua ulipofika katika ule mti ukakuta nyayo za watu wengi pale, ni pale ulipokata tamaa, ni pale ulipotiwa moyo na watu wengine, ni pale wazee wa kanisa walipokuja, ni siku ile mchungaji alipokutembelea, walikuja kukutia moyo. Na ulipoamua kuendelea mbele, unaona nyayo za mtu mmoja, kwa sababu wewe
nilikubeba, wewe nilikuinua, wewe nimekuweka juu. Na ndio maana sasa unapata upenyo ambao unapata. Maombi yangu kama kanisa lile unalolipitia sasa, Bwana akuinue, Bwana akubebe, Bwana akuinue juu katika jina la Yesu. Mchana wa leo tunahitaji kumshukuru Bwana, lakini kumwomba tusaidie ili tuwe na maisha na viwango vilivyo bora, tuwe na huduma na nyumba na kazi zilizo bora, tuwe na maisha yaliyo bora. Na kwa sababu hiyo tutakwenda wote kuomba juu ya hilo. Lakini tunapoomba juu ya hilo, nataka mtu mmoja tu au wawili wanaopita kwenye changamoto, wanaopita kwenye jambo gumu, wanaopita katika jambo fulani, yeye analijua, si hatulijui, lakini yeye anapitia na anahitaji kumwona Mungu katika hilo, huyo atakuja hapa, nitaweka mikono juu yake, wachungaji pia watamwombea. Hebu sema Bwana Yesu. Weka mikono juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo niko mbele zako. Bwana, nahitaji ubora kwenye maisha yangu, nahitaji ubora kwenye wokovu wangu, nahitaji ubora kwenye kazi zangu, nahitaji ubora kwenye kila jambo ninalolifanya, kwa jina la Yesu. Danieli alikuwa na roho bora. Bwana, nisaidie roho yangu iwe bora kwa jina la Yesu. Nahitaji ubora kwenye kila jambo ninalolifanya, kila roho inayozuia ubora kwenye maisha yangu, hiyo roho leo hii naikataa kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana wote. Yes, twende mbele za Bwana. Endelea kuomba. Omba tu roho bora. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika wakati na majira haya, katika mchana huu, Bwana, tunaomba utusaidie sawa na neno. Endelea kuomba tu, mtu wa Mungu, endelea kuomba. Mwambie Bwana akupe roho bora kutoka kwake. Mwambie Bwana akujalie kama alivyomjalia mtumishi wake Danieli, ikawe hivyo kwetu sisi tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba Bwana utupe neema tena sawa na neno hili katika mchana wa leo. Tunaomba roho bora kutoka kwako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba roho bora kutoka kwako. Kataa zile roho ambazo zinazuia ule ubora, kataa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kila roho yoyote inayotuzuia kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kila roho yoyote ambayo inazuia ubora wetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho za kichawi tunazikataa, roho za kinga tunazikataa. Kila roho yoyote ya adui inayozuia ubora tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusaidie tena Bwana, katika wakati na majira haya. Tunaomba neema yako tena, tunaomba Bwana utupe neema, utuwezeshe, utusaidie kwa jina la Yesu. Maana ni maombi yetu katika wakati tuweze kuwa bora katika kila jambo, tuweze kuwa bora katika huduma, tuweze kuwa bora katika familia, tuweze kuwa bora katika ndoa, tuweze kuwa bora katika jina la Yesu. Tusaidie mfalme wa falme, tusaidie tena Bwana, tunahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa wema wako, asante Bwana kwa ubora ulioachilia ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu wakati huu weka mikono yako juu, na mkono mmoja weka katika moyo wako. Tunapomtafakari Bwana katika mchana wa leo, kama kuna mtu ana changamoto ambayo anapitia, na changamoto hiyo wakati mwingine imekuwa kikwazo katika mambo fulani ya maisha, ya kikazi, ya kifamilia, au chochote kile ambacho unaona kwamba inazuia ubora wako katika maeneo fulani. Njoo wakati huu, njoo kwa haraka. Chukua hatua za imani, kwa haraka. Njoo. Nimeshakwambia wachungaji wapo watakuombea. Njoo. Wakati mwingine changamoto hizo si zako, wakati mwingine kutakiwa upite hapo. Njoo kwa haraka. Njoo kwa haraka. Yes, imasidibo shanta ya poseta papa shanta rabo seke baba yetesete pa. Sio wetu umeandikiwa shida. Kwa nini?
Kwa nini? Kwani wewe tu umeandikiwa shida na mateso? Hapana. Mbona wengine wanapata upenyo? Mbona wengine wanamuona Bwana? Mbona wengine wanaziona fadhili za Mungu? Mbona wengine wanamuona upendo wa Bwana? Hii inawezekana. Yapo setapa ya tatatatata repo setepa ya mchana wa leo waweza mkawa mchana wako, wachungaji mpita huko mbele, yaweza kuwa mchana wako ukabadilisha historia yako. Mchana wa leo waweza kubadili historia yako. Mchana wa leo waweza kubadili historia yako. Hapana, mateso si sehemu yako, taabu si sehemu yako. Ayayayayaya, si sehemu yako. Rabo babo 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 shantarabo sedebo yapo setapa shantarabo seka. Hebu sikiliza wewe ambao umefika hapa mbele, sikiliza haya maneno. Naomba vyombo vitulie kidogo, sikiliza. Mchana wa leo ni mchana wa kukutana na Bwana. Hukutani na mtu, unakutana na Bwana mwenye uweza, mwenye mamlaka, mwenye nguvu, asiyeshindwa. Kama aliweza kumsaidia Danieli na akina Meshaki, anaweza kusaidia wewe. Anaweza. Taabu yako si kubwa kuliko Mungu uliye naye. Tunaye Mungu mkuu. Tunaye Mungu mkuu. Tunaye Mungu mkuu. Hebu kwa dakika moja mchungaji aweze kuwaongoza katika maombi mafupi ya ukiri wa ushindi katika mchana wa leo. Alafu tutaweka mikono juu yako. Wazee wa kanisa mwe tayari pale nyuma. Taika mikono juu yako. Lazima uende upande wa pili wa baraka zako. Lazima upate upenyo. Lazima uvuke ng'ambo yako ya pili ya baraka. Inawezekana. Hebu ukiona mtazama Kristo, macho yetu yakiwa yamefungwa, unaweza ukasema maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema kwa kumaanisha zaidi, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Moyo wangu unakuhitaji. Moyo wangu unakutamani. Ninakuhitaji ukanishike na kuniongoza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ukiufundisha moyo wangu na kuimarisha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Neema yako ipitayo akili na fahamu zote ikaniongoze kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu, maana ninajua hautaniacha wala kunipungukia katika hali zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, maana ninajua kwa mkono wako wenye nguvu utanitegemeza na kuniongoza siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba rehema pale nilipokosea kwa kunung'unika na kulalamika. Bwana Yesu, najua unafahamu mambo yote nilionena nikiwa katika taabu, lakini leo ninaomba toba na rehema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Basi tutaenda kuomba. Tafadhali wachungaji, tutaweka mikono pamoja na wazee. Bwana Yesu, ninakutukuza, ninakubariki kwa sababu wewe ni mwema. Sante Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, kwa sababu ya watoto wako hawa. Mwokozi wangu na baba yangu wamekuja mbele zako, wala si mbele za mwanadamu wa yoyote. Na Bwana, kama unavyofahamu moyo wa kila mmoja, Mungu wangu na Bwana wangu, unajua hitaji la mwanamke huyu, unajua hitaji la baba huyu, unajua yale anayopitia kijana huyu, unajua yale ambayo anapitia katika wakati huu. Lakini Mungu wetu, tunainua mbele zako kama vile ambavyo Mungu ulivyofanya kwa watumishi wako mbalimbali. Ni wewe ulikutana na Shadraki, ni kweli ni wewe ulikutana na Abednego, ni kweli wewe ulikuwa pamoja nao katika shimo lile la moto. Basi Bwana, ukapata kuwa pamoja nao ukiwasaidia kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu. Asante Mwokozi wangu, kwa sababu ninajua utasimama pamoja nao
utawatia nguvu kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nawe utawapa upenyo mbele yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu utashika ndoa yao. Asante Bwana kwa maana utakutana katika elimu zao. Asante Yesu kwa sababu utakutana katika familia zao. Asante Bwana wangu maana utakutana nao katika kazi zao katika jina la Yesu Kristo. Katika kila chochote afanyacho Bwana utajidhihirisha wewe ni Mungu mwenye nguvu, maana neno lako linasema uomba na kwetu ni kimbilio na nguvu, tena msaada uonekano tele wakati wa taabu. Ukaonekane kwa huyu mama, ukaonekane kwa huyu baba, ukaonekane kwa huyu kijana, ukaonekane kwa huyu mwanamke katika jina la Yesu. Ukawe msaada kwako, ukawe msaada kwake, ukawe msaada kwake, akauone mkono wako, ukawe msaada kwake ukileta miujiza maishani mwake, ukawe msaada kwake ukimshika na kumwongoza, ukawe msaada kwake ukimponya na kumwinua pale alipo, ukawe msaada kwake ukiondoa aibu na fedheha katika maisha yake, ukawe msaada kwake ukimwongoza katika njia iliyonyoka, ukawe msaada kwake katika jina la Yesu. Msaidie tena Bwana, msaidie tena Bwana, msaidie tena Bwana, ukimtia nguvu, ukionekana katika mahitaji yake yote katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Maana kwetu umekuwa kimbilio. Yesu Kristo umekuwa mchungaji mwema. Wewe ndio unatuchunga Bwana, wewe ndio unatuchunga, ni wewe tu unatuchunga, ni wewe tu unatuchunga na kutuongoza. Ukawachunga watu wako na kuongoza wakati wote katika jina la Yesu, kama vile ambavyo uliwachunga Israeli ukaongoza kama kundi, na ndivyo utakavyoenda kutenda tena katika maisha ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Ukawachunga na kuongoza, ukiwashika na kuwategemeza katika mambo yote katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baada ya leo wasilie tena, ukafute machozi katika macho yao, ukafute machozi katika macho yao, ukiwapa neema tena na furaha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mwokozi wangu, maana utarejesha hata vile vilivyopotea katika maisha yao, utarejesha hata vile vilivyopotea katika jina la Yesu. Ukarejeshe sasa, ukarejeshe sasa, ukarejeshe sasa, ukarejeshe sasa, ukavitoe katika mikono ya adui na kuwarejeshea tena, ukavitoe katika mikono ya adui na kuwarejeshea tena katika jina la Yesu Kristo. Wakapokee vitu vyao vilivyopotea, wakapokee fedha yao iliyopotea, wakapokee kazi yao, wakapokee ajira yao, wakapokee kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, wakapokee afya yao katika jina la Yesu. Asante Mwokozi wangu kwa sababu unafanya zaidi ya vile ambavyo tumeomba tena kupitia jina lako Yesu. Asante Mwokozi wangu, asante Bwana wangu kwa ajili ya watoto wetu, asante kwa ajili ya watoto wetu wale ambao wamekuwa wakileta taabu katika maisha yetu, lakini najua Bwana kwa mkono wako wewe utawashika, maana neno lako linasema wewe utakuwa mwalimu utakayefundisha watoto wetu, ukawafundishe tena, maana unasema watoto wetu watafundishwa na wewe. Basi Bwana ukawafundishe, ukawe mwalimu, ukaseme nao, ukaseme nao, ukaseme nao, ukaseme nao, ukaseme nao na kuwaponya mbali na maisha yale mabaya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Oh Lord, thank you Jesus. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya nguvu yako. Asante Bwana kwa sababu ya upendo wako. Asante Bwana Yesu kwa sababu unageuza maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu siku ya leo unawafanya watu wako kwa imara, wanafanyika imara kwa jina lako takatifu, wanafanyika kwa imara kwa jina lako takatifu, wanafanyika kwa imara kwa jina lako takatifu, wanafanyika kwa imara kwa jina lako takatifu. Utawapa uwezo wa kushinda mabaya yote, utawapa uwezo wa kushinda kila tabia zisizo sawasawa katika maisha yao, ili wafanyike kuwa bora katika jina la Yesu. Asante Mwokozi wangu, maana utawatetea watu wako, utawatetea watoto wako, utawatetea vijana, utawatetea mabinti, utawatetea watu wako kupitia jina lako Yesu. Haleluya, utukuzwe Mwokozi wangu. Jina lako ni kamilifu, jina lako ni takatifu, jina lako linaweza, jina lako linaokoa, jina lako ndio linalotuponya, jina lako ndio linatuinua. Ni kupitia jina lako Yesu basi tunaliangalia hilo jina ambalo linaweza kutusaidia kutoka pale tulipo katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi wangu kwa sababu unaonyosha mkono wako sasa upate kuwashika watu wako, unaonyosha watoto wako sasa upate kuwashika, unanyosha mkono wako upate kuwashika watoto wako katika jina la Yesu.
hawatakuwa peke yao tena, bali Bwana utakuwa pamoja nao, na zaidi Mungu wangu na Bwana wangu utawapa amani na furaha baada ya siku ya leo. Watauona wema wako katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Piga makofi pale ulipo. Pigia Bwana Yesu makofi. Asante sana.